Na mtazamaji, mzozo mkali unatokota baina ya muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU na serikali kuhusu matumizi ya pesa za matozo ya nyumba, ukipenda housing levy. Na chanzo cha mzozo huo kikiwa ni kanuni mpya inayopendekezwa na itakayoruhusu kutumika kwa fedha hizo za housing levy kujenga shule, vituo vya afya na hata masoko ya kigezo cha miradi ya kijamii. KOTU imepinga mapendekezo hayo ikisema kwamba yatakosesha imani wafanyakazi. Kwa upande wake, serikali kupitia katibu katika Wizara ya Nyumba Charles Hinga inasisitiza kwamba KOTU ilishiriki kikamilifu katika kuandaa kanuni hizo. Anaarifu mwanahabari wetu Ibrahim Karanja. Mgeni wetu wa heshima, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kati ya miradi mikuu ya serikali ya Rais William Ruto ni mradi wa kuwajengea wananchi nyumba za bei nafuu. Ila sasa mabilioni ya pesa zinazotolewa kupitia ushuru wa nyumba yanasababisha mzozo mkali. Juni mwaka huu, katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli kupitia taarifa kwa vyombo vya habari alilalamika kuwa bunge linaongeza mianya ndani ya sheria ya nyumba za bei nafuu kwa kuleta kanuni mpya inayoruhusu kutumika kwa fedha hizo katika kujenga vituo vya afya, mashule na hata vituo vya polisi kwa nembo ya miradi ya kijamii. Na japo kanuni hizi bado hazijaafikiwa, Atwoli anasema ni muhimu kuzuia mchango wa wafanyikazi usitumiwe vibaya. Ila serikali kupitia katibu wa nyumba Charles Hinga hapo jana ikidai kuwa KOTU ilishiriki kikamilifu na kukubali kanuni hizo. KOTU is one of very few organizations that had the privilege of drafting the act and drafting the regulations. Hinga akisema msimamo mpya wa Atwoli uliwapata kwa mshangao. In fact, they are represented in person. Na sasa KOTU imejibu kupitia taarifa mpya ikikana kabisa kushiriki na kumtaka Hinga athibitishe kupitia kumbukumbu za mkutano. Atwoli anasema kuwa mwakilishi wa KOTU katika bodi ya mchango huo Ernest Nadome hana mamlaka ya kufanya maamuzi hayo peke yake bila uamuzi wa bodi kuu ya KOTU. Kiini cha mzozo huu ni sheria ya nyumba za bei nafuu inayozuia matumizi ya fedha hizo kwa chochote kisicho ujenzi wa nyumba. You can build houses, but if you're far away from those social facilities, schools, clinics, workplaces, then you not have solved the problem. That's why in the act, in the Affordable Housing Act, it says it is the construction of affordable housing and associated social and physical infrastructure. KOTU inasema kuwa japo shule na hospitali ni muhimu, tayari zimepangiwa kwenye bajeti ya kitaifa na kwamba kuruhusu matumizi ya matozo ya nyumba kwa miradi hii kutafungua mianya ya matozo hayo kutumika katika miradi ya barabara na mabwawa hapo mbeleni. Kinaya ni kuwa KOTU sasa inamtaka Rais Ruto kuingilia kati na kutatua swala hili, ilhali rais mwenyewe aliwahi kutangaza kuwa mchango huu utajenga soko na kubadilisha jamii. We are not only using that housing levy kujenga hiyo affordable housing. We are using it to build the market. Huku KOTU sasa ikimtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuokoa matozo ya nyumba, wafanyikazi wanajiuliza maswali ya iwapo mchango wao utajenga nyumba ama utageuzwa na kuelekezewa miradi ambayo hawakukubali. Ibrahim Karanja, NTV, Nairobi.